Basi imempendeza Mungu Injili ya Yesu Kristo ihubiriwe mahali hapa. Ondoa bangi wewe. Imempendeza Mungu Injili ya Yesu Kristo ihubiriwe mahali hapa. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa Injili ya Yesu Kristo mahali hapa Bwana. Kamkemee ibilisi shetani. Nafsi leo uliyoikusudia Bwana isikize na ifunguliwe, wacha ikafanyike sawa na inavyokupendeza, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amina. Kitabu cha Mathayo, kitabu ni Mathayo, Mathayo 25, Mathayo 25 41. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Ya ziko paka kesho. Funga mdomo wako. Mathayo 25 41. Kisha akawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu, ondokeni kwangu, nyinyi muliolaniwa, nyinyi muliolaniwa. Yesu anasema ondokeni kwangu nyinyi muliolaniwa. Yesu anasema ondoka kwangu wewe uliyelaniwa. Nendeni kwa moto, nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Mungu anasema, Mungu anaongea kuhusiana na watu ambao wanaishi maisha ya mwilini. Mungu anaongea kuhusiana na watu wanaoishi maisha ya mwilini. Mtu yote ambaye anaishi maisha ya mwilini, mtu yote ambaye anaishi maisha ya mwilini, Yesu anasema huyo mtu amelaniwa. Huyo mtu amelaniwa. Mtu yote ambaye anaishi maisha ya mwilini, mtu ambaye anakula mugoka, mtu ambaye anavuta bangi, mtu ambaye ana matusi, Yesu anasema amelaniwa. Mungu anasema amelaniwa. Uko chini ya laana. Uko chini ya laana. Nisakutana na watu wenye vichwa vibovu kama wewe. Wewe si wa kwanza. Wewe si wa kwanza. Niko hapa paka kesho. Nisakutana na watu wenye vichwa vibaya hata zaidi yako. Wewe si wa kwanza. Niko hapa paka kesho. Mathayo 25 mstari wa 41. Yesu anasema mtu yoyote anaishi maisha maovu amelaniwa. Wala na mwanamke hujaona naye, umelaniwa wewe. Umelaniwa. Na Yesu anasema utaenda kwa moto pamoja na ibilisi. Pamoja na ibilisi. Pamoja na ibilisi. Yesu anakuita uondoke. Yesu anakuita uondoke chini ya laana. Ondoka chini ya laana. Ondoka chini ya laana. Kunywa pombe si starehe. Kuvuta bangi si starehe. Kulala na malaya si starehe. Kupiga punyeto si starehe. Kuangalia pornografia si starehe. Yesu anasema ni laana. Ukitaka kujua uko kwa laana, angalia maisha unayoishi. Laana. Laana. Angalia matusi yanayotoka kwa kinywa chako. Umelaniwa. Wazazi wako walikushinda na bado unaendelea hivyo. Toka kwa laana. Yesu anasema ondoka kwa laana. Bangi si starehe. Bangi ni laana. Pombe ni laana. Miraa ni laana. Mugoka ni laana. Sigara ni laana. Ondoka kwa uchafuo. Malaya unalala naye, laana. Utachomeka na shetani milele kwa vitu vya upumbavu.
utachomeka milele kwa vitu vya upumbavu. Unauza nafsi yako kwa miraa, wauza nafsi yako kwa malaya na kufurahisha. Ndio maana unataka kubaki hapo, ukisikia neno linakuwasha. Malaya amekushika wewe, wampenda malaya na utakufanya jehanamu. Yesu aliyeka maisha yake msalabani, unaweka maisha yako kwa kifua cha malaya. Mungu anataka toba. Utakufa. Nani amekudanganya utaishi milele? Yesu anasema kwa Mathayo 25 mstari wa 41, umelaniwa waishi maisha machafu. Umelaniwa. Wajaribu kazi haupati, wajaribu biashara hii haifanyi. Rekebisha njia zako. Rekebisha matendo yako kwa toba na imani kwa Yesu Kristo. Hakuna shortcut. Hauna mali kwa kulala. Hata mali unalala, kazi yako ni kupiga punyeto, kazi yako ni kuangalia pornografia, kazi yako ni kula mogoka, kazi yako ni kula miraa, kazi yako ni matusi. Siku zaenda, siku za rudi, haujaoa, hauna ndoto ya kuolewa, hauna ndoto ya kuoa. Umetosheka na masturbation na pornografia na malaya, wanakufurahisha. Laana, umelaniwa. Unajifariji hapa Likoni na umelaniwa. Jua ukweli, ondoka kwa hiyo uovu. Umelaniwa. Mungu anataka toba. Hakuna starehe kwa bangi, hakuna starehe kwa pombe, hakuna starehe kwa sigara, hakuna starehe kwa mugoka, hakuna starehe. Ondoka chini ya laana. Uliyelaniwa, ondoka chini ya laana. Hakuna starehe kwa malaya, kuna starehe kwa kifua cha Abrahamu. Kuna starehe paradiso. Ondoa fedha zako kwa malaya. Afadhali pesa yako ende kwa maskini. Pesa yako haiendi kwa maskini. Pesa yako haisha kwa mnazi. Pesa yako haisha kwa waganga. Pesa yako yaisha kwa mipango ya kando, haishi kwa wajane. Mungu anataka toba. Geuka kutoka kwa njia mbaya. Mganga ni chukizo mbele za Bwana. Mungu apendezi na wanabiashara ambao wanatumia irizi, wanatumia madawa kwa biashara zao. Mungu anakuambia ondoka huko. Yesu anasema uko chini ya laana. Shetani akichomwa, wewe pia utachomwa. Mungu anataka toba. Geuka kutoka kwa dhambi, muamini Kristo, ishi maisha matakatifu. Mganga si suluhisho. Mganga anaenda choo kama wewe venye unaenda choo. Mganga anatoka jasho kama venye unatoka jasho. Weka imani yako kwa mwanadamu. Mungu anasema umelaniwa. Yesu anasema umelaniwa. Ondoka kwake, ukachomeke milele kwa moto ulioandaliwa Ibilisi na malaika zake. Mungu anataka toba. Jitambue. Kiri dhambi zako, ondoka kwa dhambi zako. Muamini Yesu Kristo. Yesu anasema moto umeandaliwa kwa Ibilisi na malaika zake, na wanadamu watachomeka kwa moto huo, na wanaonywa. Mwanadamu anaonywa, lakini bado atachomeka. Kwa nini? Anapenda dhambi zaidi ya Yesu Kristo. Wapenda dhambi zaidi ya Yesu Kristo. Malaya ni kama lollipop kwa maisha yako. Malaya ni lollipop ya maisha yako, lakini itakuchoma milele. Malaya ni kama energy. Hizi energy drink tunakunywa. Malaya ni kama huyo, anakufurahisha. Pombe ni kama energy drink, lakini itakuchoma milele. Haujaolewa, nenda uolewe. Wacha zinaa. Umeoa, tulia kwa ndoa yako. Wacha usherati. Mungu hapendezwi na uchafu. Kasri ya Mungu, paradiso, haingii watu wachafu.
Hakuna mahali utatema mugoka mbinguni. Hakuna mahali utatema ugoro paradiso. Ugoro wako utakufa nao na jana mutaingia. Mbinguni hakuna ugoro. Uko kwa Uislamu hakuna ugoro wa mbinguni. Uko kwa Ukristo mbinguni hakuna ugoro. Uko kwa upagan mbinguni hakuna ugoro. Yerusalemu mpya hakuna mahali utatema mugoka ama miraa. Hakuna mahali utatupa uchafu wa sigara ama uchafu wa bangi. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi, kuikiri mbele za Bwana na kuachana nayo na kuamini Yesu Kristo. Yesu anasema, ondoka kwangu uliolaniwa, nenda kwa moto ulioandaliwa shetani na malaika zake. Mungu anasema atendaye dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8. Mungu anasema atendaye dhambi ni wa shetani, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Unapozini, Mungu anasema wewe ni wa ibilisi na utachomwa milele. Mungu anataka toba. Mungu si rika lako. Mungu si jirani yako. Mungu si babako ama mamako. Mungu anakuchoma na kuna mahali unampeleka. Mungu anakuambia geuka kutoka kwa dhambi. Mungu ananiambia nigeuke. Ugeuke kutoka kwa chochote kile ambacho Mungu anasema hiki ni kiovu, wachana nacho. Hiyo siku ya mwisho ndio tutatambua kwamba Mungu si jirani yako. Utatambua hujamwajiri Mungu. Mungu atachoma watu, shetani akiwa mmoja wao, na shetani haendi peke yake. Kila atendaye dhambi, Yesu anasema ni mwana wa ibilisi. Wewe unaitenda, unaisherekea, Yesu anasema wewe ni mwana wa ibilisi na uko chini ya laana, na shetani akichomwa utachomwa naye. Mungu anataka toba. Mwanaume ambaye ameoa na analala na mwanamke ambaye hajaoana naye, mwanaume ambaye ameoa na anavua uchi wake kwa mwanamke hajaoana naye, ni kisirani mbele za Mungu, ni uchafu mbele za Mungu. Mungu anataka toba. Hauna adabu wewe. Utavulia wangapi swali yako? Utaonesha wangapi uchi wako? Hauna adabu. Mungu anasema kwa Ibrania, kitanda cha ndoa na kiheshimiwe. Kitanda cha ndoa kiheshimiwe. Kitanda chako kina heshima. Kitanda chako cha ndoa kina heshima. Kwa amri ya tano ya Mungu ni uheshimu wazazi wako. Kutoka 20 mstari wa 12. Kutoka 20 mstari wa 12, Mungu anakuambia waheshimu wazazi wako. Alafu anasema vile unavyoheshimu wazazi wako, heshimu ndoa yako. Heshimu ndoa yako. Kitanda cha ndoa kiheshimiwe. Kitanda cha ndoa kiheshimiwe. Vile unamheshimu mzazi wako, Mungu anasema heshimu kitanda cha ndoa. Heshimu ndoa yako. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kiri, mwamini Kristo, uishi. Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Akamtoa mwanawe wa kipekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu alitolewa. Yesu ashatolewa. Yesu ashamwaga damu. Damu ya Yesu Kristo inakuita kwa toba. Damu ya Yesu Kristo inakuita kwa toba. Toba na ondoleo la dhambi. Yesu anakuita. Ondoka katika laana. Ondoka katika laana. Weke imani kwa Yesu Kristo. Weke imani kwa Yesu Kristo. Kutubu dhambi na kuweka imani kwa Yesu Kristo ni kuondoka vifungoni vya ibilisi. Kutoka kwenye kifua cha malaya. Kutoka kwenye kifua cha bwana wa wenyewe. Mungu anataka toba. Mungu ana shortcut kwa neno lake. Maandiko yanamshuhudia Yesu Kristo. Yohana 7:7. Yesu alipokuwa duniani, Yohana 7:7, pengine unaweza sema
Haya maneno ni makali sana, lakini mpendwa, ni venye hujatambua Biblia. Hujatambua Biblia. Yesu alipokuwa duniani alihubiri vipi? Yesu alipokuwa duniani alihubiri vipi? Yohana 7:7. Yohana 7:7. Ulimwengu hauwezi kuwachukia. Yesu anasema ulimwengu hauwezi kuwachukia nyinyi, lakini unanichukia mimi. Ulimwengu unanichukia mimi kwa sababu ninaushuhudia kwamba wametenda, kwamba matendo yao ni maovu. Yesu alishuhudia ulimwengu. Yesu alishuhudia ulimwengu, matendo yake ni maovu. Yesu alishuhudia maovu. Yesu alishuhudia matendo ya ulimwengu ni maovu. Maovu. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Kila unachokinywa kitakuchoma milele. Anasa unayoipenda itakuchoma milele. Malaya unalala naye atakuchoma milele. Mke na mume mwenyewe unaekaa naye atakuchoma milele. Geuka kwa kukiri na kutubu. Mwambie Mungu akuondoe. Mwambie Mungu akuondoe. Mwambie Mungu akuondoe katika njia mbaya. Mwambie akuondoe. Kuna watu mwaka huu watawamaliza. Si siri. Huenda ni wewe, huenda ni mimi. Hatutamaliza huu mwaka kama vile mwaka ule uliopita. Mwaka ule uliopita kuna watu waliondoka. Mwaka huu pia ni hivyo hivyo. Kabla uondoke, Mungu anataka upatane naye. Kabla uondoke, Mungu anataka upatane naye kwa toba na imani katika Yesu Kristo. Mungu anataka toba, kugeuka kutoka kwa njia mbaya, kugeuka. Yes. Chochote unatumia kinakupatia steam ni dhambi. Katika kitabu cha Mwanzo, dhambi ya kwanza, dhambi ya pili, angalia. Dhambi ya pili katika Mwanzo, waliambiwa sile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Dhambi ilitokana na kula. So, watu wengi wanadanganywa na shetani kwamba ukila si dhambi. Lakini dhambi ya kwanza katika bustani mwa Edeni, ya pili, dhambi ya pili. Dhambi ya kwanza kuingia kwa wanadamu ni dhambi ya kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ilitokana na kula. Chochote ambacho unakula kikiwa kinakudhuru, kinakufanya ulewe, cocaine, mimea, si ndio? Bangi, mimea. Lakini kuna mimea aliambiwa usile hii na ukule hii. So kuna mimea ya kula na kuna mimea ambayo si ya kula. Kitu chochote ambacho nala Mungu anasema ukilewa nitakuchoma. Nikiwa naweza kula mti fulani unifanye nilewe, huo si mti wa kula. Kuna miti ya kula na kuna miti si ya kula. So dhambi ilianza na kula, tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Sembuse mogoka. Ukila mogoka unasikiaje? Kuna simu inanipea mradi wa kufanya kazi sana. Hiyo sasa ndio Mungu anasema. Mbona usile sukuma? Mbona usile kabeji? Kuna kitu pale kwa mogoka ambayo inakushika. Ikikupatia steam, Mungu anasema huo ni ulevi. Kwa Galatia 5:16. Naam. Yesu anasema pale bustani mwa Edeni walifungishwa ngapi? Wawili. Hivyo ndio Yesu anasema. Sawa? Wanaume huwa wanaanguka ndio wanachukua wa pili. Lakini kwa mujibu wa maandiko, Yesu anasema wawili wamekuwa kitu kimoja. Huyu watatu anatoka wapi? Wawili wanakuwa kitu kimoja. Wawili wanakuwa kitu kimoja. Hakuna kitu kama watatu ama wanne. Wewe uko na moyo mmoja. Wewe uko na moyo mmoja. Utapendaje wasichana wawili? Haiwezekani. Ni tamaa. Hiyo ni tamaa. Kusema ukweli sisi tutamwezi Mungu. Mmoja ukimkulumu nafsi yake tayari hiyo ni dhambi. Ila nayo nitakakuacha bibi yangu wa 61. Lakini wale wanawake wanajua mimi mwenyewe na 60. Sasa mimi vipi mimi ni wake? Itakuwaje mpaka ni wake? Angalia. Sasa huyu ana point la mpendwa. Iko sawa. Mpendwa. Wanawake. Ni kweli, mpendwa. Mungu anasema hivi. Anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yafaa ujue katika Yohana Yesu anasema hivi. Ukubali venye
umekubali kwamba kweli nimelala na wasichana 60. Sawa, waweza kusamewa, lakini kuna hatua ya kuanza. Anza kumlilia Mungu magotini, mwambie Mungu nisamehe, niondolee hizi. Anza kukiri, sawa? Alafu tafuta Biblia, anza kusoma mpaka uanzie mahali. Anza kusoma. Kama utaki kweli, Mungu atakusaidia na atakutoa. Sawa? Lakini sisi binadamu wengi walikuwa kudarau. Usidharau. Usidharau. Kama vile tunahubiri. Ni nani wachakazi yake, lakini ungeno la Mungu. Nani? Hapo ndio naweza. Wachache. Hakuna, wachache sana. Sasa ndio kuna kama wangapi watu wanafika mambo mengine. Ili ni dini ya wale madogo wakulie wanapiga. Sawa, wajua nyinyi Samuel. Mama alikuwa anasema Daudi. Daudi ilikuwa njia yake moja ya kuanguka. Sawa sawa. Daudi ilikuwa njia yake moja ya kuanguka. Lakini tangu mwanzo Mungu tangu mwanzo Mungu alimuumba mwanaume na akamuumba mwanamke. Na Yesu akasema wawili, Mungu pia akasema wawili wamekuwa kitu kimoja. Hii hesabu ya tatu imetoka kwa mwanadamu. Daudi ni mwanadamu, Mungu ni Mungu, si ndio? So ile hesabu ambayo Mungu ameanza nayo, Mungu anataka mwanadamu aendelee nayo. So nisiingie kwa hesabu ya Daudi. Daudi alianguka kwa usherati, akaua. So nikimfuata Daudi yale mapungufu yake, basi nitajipata naanguka katika njia ambayo haimpendezi Mungu. Lakini niangalie tangu bustani mwa Edeni, niangalie Mungu aliyeka mpangilio gani. Hesabu ya Mungu ni mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Hii Mungu akaita ndoa. Yesu akaja akathibitisha. Akasema hii ndio ndoa. Lakini hapa kwa huu watatu ni mwanadamu, lakini si Mungu. Na ndio alianguka. Alianguka, wanawake waligeuza moyo wake. Solomon alikuwa na tamaa. Alikuwa ana wabinti. Angalia, alikuwa ana wabinti wa Farao. Akiwa binti wa Farao atapata trade. Wajua trade, atafanya biashara. Waelewa? Atakuwa na Misri, ataiweka karibu. Mfano mzuri, nataka nimuoe mtoto wa Trump, si ndio? Nataka nimuoe, alafu Amerika nitakuwa naweza kufanya biashara kwa sababu nimeoa mtoto wa nani? Mtoto wa Trump. Alafu nije Kenya nimuoe mtoto wa Ruto. Waona? Kuna kitu nafanya, nikimuoa mtoto wa Ruto, Kenya nitakubalika kufanya nini? Biashara. Niende nimuoe mtoto wa. Hivyo ndio Solomon alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya nikimuoa huyu nitapata biashara hapa. Hiyo ndio alikuwa anafanya, ndio akawapia wanawake wengi. Hivyo hapo yeye alikuwa ameruhusiwa. Hajaruhusiwa. Alikuwa alianguka. Unaona wale wazee wa kitambo, mtu akona wanawake 4 na walishakufa kitambo. Wengine walikufa wakiwa wameokoka. Hata kuniambia wao wanawake watakuja kwenda wapi? Ya hukumu itakuwaje? Ikiwa sijaokoka nikaoa wawili. Mfano nikakuoa, nikamuoa huyu na nikamuoa mwingine, sijaokoka. Lakini nikija nikiokoka sasa, naambiwa sifai kuwaacha. Nafaa nikae tu na nyinyi. Sawa. Na nyinyi pia msikize Injili, mfanye nini? Muokoke. Tukifa tunaenda mbinguni. Lakini sitakuwa chochote kanisani. Nitakuwa tunakaa. Inakuwa ipo kweli. Ikiwa hujaokoka na ukaoata 10, kama usiwaacha wa 10, endelea kuwajibikia, lakini kanisani hautapoa chochote. Hawa 10 watahubiriwa Injili nao pia waokoke. Nyote mkifa mnaingia mbinguni. Lakini utakuwa mume wao. Utakuwa mume wao bado still. Uliwaoa ikiwa hujaokoka. Lakini sasa hii umeoa mmoja, alafu umeokoka ukiwa na mmoja, unaomba usiongeze. Ni ukweli, maana yake haifai. Kama umeokoka haifai. Inakuwa zina. Inakuwa zina. Hiyo ni dhambi. Mungu anasema usizini kwa amri yake. Usizini. Hivyo ndo Mungu anasema. Usizini. Sasa pasta, mimi nataka nikuulize swali kweli. Sasa kama wewe umeolewa mtu wa pili na umeokoka, mume wako huwezi kumtii, wamuombea, waenda kanisani, waomba, wafanya mambo ya Mungu, wewe umeokoka, lakini watu wewe ni mtu wa pili. Lakini kanisani waje, umeokoka kabisa, mume wako huwezi kumtii. Okay, uliokoka ukiwa na huyo mume. Uliokoka kwanza ndio ukaolewa, ama uliolewa ama kabla kuokoka? Ulitipata vipi?
Vipi? Ulikuwa umeokoka ama Ulikuwa umeokoka? maana kuna kuokolewa na kuokoka. Ona, kama angalia kama ili kama hujaokoka basi na imekuwa hivyo hauwezi kujitoa, ni kumwombea na kumpeleka kanisani. Lakini kama umeokoka haufai kuolewa na mume ambaye tayari yuko na mke, haufai, itakuwa zinaa hiyo, itakuwa jiingiza katika dhambi. Lakini kama ulikuwa hujaokoka na ukawa mke wa 5 hata ama mke wa 10 na ukaja ukaokoka ukiwa bado ni mke wa 10, unaomba utulie tu hapo. Haufai tena kumwacha huyo mume upate mwingine mmoja, itakuwa ni zinaa. Unatulia hapo kama mke wa 10 ukiomba Mungu. Huyo mume akifa sasa ndio wewe utakuwa huru. Utakuwa huru. Utaruhusiwa uolewe na mtu ambaye ameokoka kama wewe. Hivyo ndio maandiko yanasema katika Korintho. Yesu wa kwanza 7 ukisoma mpaka mwisho. Sio ukamua msee, sio ukamua huyo. Mwanaume sasa siku ya hukumu atakuja kusimama na wanawake wake wawili wa 10. Siku ya hukumu kila mmoja atasimama peke yake. Dada, uko na vitabu, Mungu anaandika matendo yako na yangu. So mimi hata niwe wake milioni mfano, nikisimama sisimami na wake zangu, ninasimama mimi mwenyewe. Nitasomewa matendo yangu ndani ya Kristo ama nje ya Kristo, alafu jina langu litafutwe katika kitabu cha uzima. Likikosa mimi natupa motoni mimi mwenyewe. Huenda bibi yangu kule aliokoka ama bibi yao wote waliokoka wataingia paradiso, mimi niingie nikachoma. Utasimama mwenyewe, utasimama na bibi zako ama bwana ama bwanako, utasimama na hata pata wako, utasimama na lakini mwanamke na mwanaume mmoja wanatangatanga hata kama wewe wa kutulia kwa mume wako, si ndio? Usitange muombe